Kama tulivyofanya mahojiano, tulizungumzia swala la wale wakimbizi wale ambao serikali chini ya Rais Tshisekedi walituma waziri na timu yake kwenda kutoa taarifa kwa wakimbizi kwamba warudi kwa hiari, lakini pia watarudi katika maeneo mengine, sio yale yaliyoko na vita, wataenda kwenye maeneo mengine. Nilizungumza kwamba swala hilo linafanyika kwa haraka, lina siasa nyingi. Leo tutaingia kidogo kwa undani kujaribu kugusa kila upande, na kwa upande wangu mimi naamini, sidhani kwamba mawazo ya kuanzisha utaratibu wa wakimbizi kurejea kwa hiari kwamba ni swala ambalo serikali lazima iliwekee kipaumbele. Mimi siamini. Siamini kwamba suluhisho au msaada kwa hao ndugu zetu walioko kambini kwamba ni wao warudi kwa hiari kwenye hayo maeneo mengine. Sioni kama ni swala ambalo lazima lina dharura hiyo. Hapana. Mimi kitu ninachoamini jana, leo mpaka kesho ni kwamba serikali ipate suluhisho la kudumu la amani katika yale maeneo ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Kwa sababu gani naongea? Kwa sababu mikoa ya kusini na kaskazini ni mikoa ambayo ina jamii kubwa, ina population kubwa, ina mamilioni ya watu. Tunapozungumza milioni, sio milioni 1, 2, 3, zaidi, ni milioni. Na hawa walioko kambini hawa sidhani kama wamefika watu 200,000. Kwa hiyo kama serikali ingewekeza nguvu kwenye maisha ya milioni kadhaa. Kwa sababu gani nimesema hivi? Lazima watu tutofautishe kati ya amani na usalama. Kwa sababu tunaweza kusema hayo maeneo mengine tuliyosema, maeneo hayana vita, wao waende. Hayo maeneo mengine ambayo mnasemekana hayana vita, watu waende wakaishi, yana usalama wa kutosha? Lazima tutofautishe vitu viwili hivi. Ndiyo, swala la amani, huko kuna vita, tunakubali. Na huko kuna vita, je, usalama wa kutosha wa watu wanaoishi katika maeneo hii upo wa kutosha? Kwa sababu mwili wa binadamu ni kama nchi. Nchi ile ilivyo pale, nchi ya Kongo, nchi ya Tanzania, Burundi, Uganda, Kenya, Ethiopia, nchi zote za nchi ilivyo kama nchi ni kama mwili wa binadamu. Maana yake ni una kichwa, una mikono, una tumbo, una miguu, una macho, pua, midomo, masikio. Kwa maana yake ni kwamba kiungo mojawapo cha mwili ikiwa na matatizo, mwili mzima una matatizo. Ndio unaweza kuwa unajikaza, unatembea, lakini unasema mimi natembea, lakini bwana, mimi hili eneo hili linanisumbua sana, mwili wangu sijui nitafanyaje. Huna furaha kwa sababu kiungo mojawapo cha mwili hakipo salama. Mkono unanisumbua, siku ya 3 leo sijalala. Maeneo mengine yako vizuri, lakini hili swala huu mkono kuwa tu hauko vizuri linaathiri mwili mzima. Natoa mfano kwa sababu gani? Ndivyo ilivyo ile nchi ya Kongo na nchi zingine ambazo zipo kwenye wimbo la vita. Ile vita kuwepo kwenye eneo lile linasababisha amani eneo lile inakosa, lakini pia upande huu usalama pia unakosa. Huo ndio ukweli. Na lazima serikali ifanyie kazi ifaavyo. Amani ni nini na usalama ni nini?
Amani ni ile hali ya utulivu bila migogoro. Yaani nchi iko tulivu, hakuna migogoro inayoendelea kati ya nchi na nchi, hakuna migogoro inayoendelea kati ya makundi ndani ya nchi, kwa sababu kinachoua amani ni vitu vitatu. Kitu cha kwanza Waingereza wanakiita interstate war. Interstate war ni vile vita ambavyo vinahusu nchi na nchi. Kwa wale ambao wamefuatilia historia watakuwa wanakumbuka kuwa vita kati ya Iran na Iraq. Kwenye vita ya kwanza dunia mliona Ujerumani na nchi kadhaa, Ubelgiji, Ujerumani na Uingereza. Vita ya pili ya dunia mliona Ujerumani na Soviet Union, kipindi hicho ambacho sasa hivi ni Russia, na Ujerumani anapambana na Uingereza. Hizo ni interstate war. Kwa Afrika tuliwahi kuona, kwa wale ambao wamefanya historia wamefuatilia, kuna vita ile vita ya Kagera ambayo ilipambana kati ya Tanzania na Uganda. Kimataifa zaidi kunawahi kushoka vita huko ya vita ya Marekani na Iraq. Hizo ndio vita ambazo tunaziita ni interstate war, ambazo hizo zinaua amani kwenye nchi. Lakini pia kuna vita inaitwa intrastate war. Intrastate war ni vita ya ndani, ni vita ambayo inahusu makundi mbalimbali. Ziko makundi mbalimbali yaliyoshika silaha wenyewe kwa wenyewe, civil war hiyo inaita. Inaweza kuwa ni makundi fulani dhidi ya serikali. Hiyo inafanya amani kwenye nchi inapotea. Lakini pia kuna aina nyingine ya tatu ambayo inaitwa extra state war. Extra state war ni vita ambayo ndani kwa ndani kwa kushirikiana nje. Kwa wale ambao walipata nafasi ya kufuatilia kipindi hicho, wakati kipindi hicho Soviet Union alivyoivamia Afghanistan, nafikiri Marekani kuna kikundi kule Afghanistan kinaitwa Taliban, ambao sasa hivi ndio wameshikilia serikali. Wakati Taliban wanapambana na Soviet Union, Marekani alikuja akaanza kuwasaidia kwa ajili ya kumfurusha Soviet. Hizo ndio aina ya vita ambavyo extra state. Maana yake ni kwamba hawa watu ambao wanapambana, lakini pia kuna mtu mwingine wa nje ambaye yupo upande wa mmoja wapo ambaye yuko ndani. Hii mara nyingi inahusu masuala ya ukoloni na nini, kutaka kufanya ile wanaita kutaka kupata mali za nchi husika. Lazima natikisiwazi kama hawa hili ndani wapo kwenye vurugu, mimi nimsaidie huyu ili huyu anisaidie mimi kufanya nini, kukwapua hiki ambacho nataka kukikwapua. Sasa ukiangalia kwa hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtanikosoa kama nimekosea. Maana yake ni kwamba kuna interstate war, kwa sababu kuna vyombo vya habari mbalimbali pamoja na mashirika mbalimbali ya kibinadamu yanazungumza, yanasema wazi kwamba serikali ya Rwanda inasapoti kikundi cha M23 ambacho kinapambana na serikali. Hiyo tayari inakuwa ni extra state. Maana yake ni kwamba nchi jirani inayosapoti kikundi moja wapo ndani ya nchi. Lakini pia ni interstate, maana yake ni kwamba kuna vikundi viko ndani mle. Kwa mfano kuchukua kundi la wazalendo linapambana na M23. Kuchukua kundi la M23 linapambana na serikali. Sasa kama nchi hiyo katika hatari hiyo, ina interstate, ina intrastate, ina extra state, maana yake ni kwamba amani kwenye maeneo hayo yanakosa, lakini pia usalama kwenye maeneo mengine yanakosa. Sasa kazi ya serikali ni nini? Kazi ya serikali
ni kuhakikisha wazi kwamba nchi ina amani na usalama. Sasa nimewatolea ainisho pale la amani. Amani ni ile hali ya utulivu bila migogoro, bila vita, ndo amani. Kimya na migogoro aina yote inayoendelea kuanzia ndani mpaka nje. Na usalama ni ile hali ya watu kuwa kimya pamoja na mali zao, yaani ule utulivu ule kwa watu pamoja na mali zao. Hakuna uporaji, hakuna wizi, hakuna ujambazi ambao hauna mpangilio, hakuna nini. Sasa swali la kujiuliza, haya maeneo ambayo serikali inadai kwamba hayana vita, je, haya maeneo yana usalama? Kwa sababu gani nasema? Kwa sababu kuna watu wanaamini kabisa kwamba sasa hivi ile vita ile maana yake ni kwamba serikali amewekeza akili yake yote kule. Sasa sisi hapa ambao ni majangili, wezi, si wapigani, majambazi, kazi yetu sisi ni kwa ajili ya kusumbua wananchi huko wasio salama. Tufate utafiti, tutagundua wazi kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo mengi, mikoa mingi, watu wanalala saa 2. Watu wanalala saa 2, wanalala saa 2 kwa sababu gani? Kwa sababu usalama ni mdogo. Usalama ni mdogo, na hilo lazima kila mtu akubali. Jeshi liko kila mahali. Nchi haina vita, ndio tunakubali haina vita, lakini usalama wa watu ni mdogo. Mimi nina ushahidi. Mkoa wa Katanga ambao mji wake mkuu ni Lubumbashi, ikifika saa 3 usiku barabara zote zinawekwa mageti ya jeshi. Saa 3, saa 4 kasoro jeshi inatapakaa. Nina ushahidi. Asilimia kubwa ya watu wanaomiliki pikipiki, wanaomiliki magari, ikifika usiku wanakwenda kuelaza polisi, kwa sababu kwenye majumba yao hawaamini kwamba magari yao, pikipiki zao zitaamka salama. Na sio Lubumbashi tu, mikoa mingi. Sasa hiyo inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba usalama ni mdogo. Kwa hiyo dharura ya serikali inatakiwa uko wapi? Uko katika maeneo yale ya Kivu Kusini na Kaskazini, yale mamilioni ya watu yale yapate amani. Ndio swala ambalo serikali lazima ifanye. Serikali hakikisha wazi kwamba wale watu walio katika maeneo yale wana amani. Wale watu wakiwa na amani, hawa walio ni makambi hawa watajileta wenyewe bwana. Mimi kutokana na hali ya nchi jinsi ilivyo nimeshaona, niko tayari kuja. Kwa sababu gani? Nchi tayari ina amani, lakini pia ina usalama. Tofauti ya hapo, serikali iache kuwabagaza wale watu waliko wapi, wale watu waliko ni makambi, kwa sababu kuja huko ni nchi nyingine. Nina uhakika 100% wale watu kule wana amani, lakini pia wana usalama. Wana amani ya kutosha. Nchi ya Tanzania ina amani ya kutosha, lakini pia ina usalama wa kutosha. Nchi ya Kongo sehemu mojawapo haina amani na maeneo mengi hayana usalama wa kutosha. Kwa lazima serikali iwekeze huko. Kwa kufunga kabisa kwenye swala hili, serikali iwekeze nguvu kule, wale watu wa kule wasaidiwe, amani kule patikane.
Amani ikiwa imekosa, usalama wa nchi umekosa. Haijalishi ulipo kuna vita au hakuna vita. Nitakazia hilo leo mpaka kesho kutwa. Ndicho tunachoamini na ndicho serikali zitakiwa kufanya. Tofauti hapo sasa, mambo mengine yatakuwa tofauti. Hicho ndicho tunachoamini. Lakini kwa kufunga, naomba nielekeze kwa ndugu zangu vijana. Vijana wenzangu wanasema kwamba vijana ndio ngao ya kesho. Vijana ndio taifa la kesho. Na jeshi inahitaji vijana, nchi inahitaji vijana, lakini pia nchi hujengwa na watu imara ambao ni vijana. Vijana imara ndio hujenga nchi imara. Kwa hiyo vijana wenzangu, tujitahidi sana, hata kwa dakika moja, dakika mbili, dakika tatu, tujitahidi kwa tunapaza sauti pale ambapo tunapoona mambo yanafanyika yako tofauti na tunavyoamini, pale ambapo mambo yanafanyika tofauti na tunavyohisi, au pale ambapo mambo yanafanyika tofauti na tunavyoona. Na hayo yote hatutayafanya kama sio mfano wa kuigwa. Sisi vijana, sisi ni lazima tuwe mfano wa kuigwa. Tusipokuwa mfano wa kuigwa, hatuwezi kumbadilisha yoyote, hatuwezi kumfanya mtu yoyote akatuamini. Vijana wengi sana, ulimwengu sasa hivi umebadilika, teknolojia, wako maeneo mengi sana duniani, napata mambo mengi sana makubwa. Kwa hiyo kila mtu achukue dakika moja, mbili, tatu, sio dakika nyingi, hata 5, zungumza pale ambapo unaona kwamba kuna jambo hili lazima lifanyiwe kazi. Kuna hapa ambapo naona kabisa hapa serikali inafanya tofauti, serikali lazima ibadilishe hiki. Naamini wazi kwamba tutatengeneza jamii ambayo itakuwa ina mwanga kutosha, jamii ambayo itakuwa ni imara. Tutatengeneza nchi ambayo inategemewa na kila mtu. Sasa nchi kishakuwa na amani na usalama, hapo sasa serikali inaweza kuanza kufikiri kwamba sasa natakiwa sasa nifanye nini? Lile swala la watu kurudi kwa hiari lilifanye sasa. Watu wanakuwa tayari wako motivated. Wanajionea kwa macho yao mawili kwamba nchi kule imetulia, hali iko shwari. Ni sisi tu tujenge nchi yetu. Lakini kama yote hayajafanywa, unafungua nini hawa watu walioko? Hawa watu 200,000, 160,000. Kwa nini serikali tusiwekeze akili na uwezo wetu kwa watu milioni kadhaa walioko? Kwa hiyo umuhimu hawa watu 200,000, 160,000, 170,000 ni muhimu sana kuliko hawa milioni ambao wanakufa kila siku, kuliko haya maelfu ambayo wanauawa kila siku. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana kuonyesha viongozi wetu kwamba ni nini ambacho ni sahihi kufanya.